Bana, siku ya jana ilikuwa katika ratiba ngumu sana kwake Harmonize. Kiujumla alikuwa katika ratiba ya kwanza kabisa katika mkutano wa Basata. Baada ya mkutano wa Basata pia inawezekana kwamba ilikuwa ni sherehe, au kama si sherehe basi ilikuwa ni huduma ambao wameenda kuifanya sehemu fulani. Baada ya kumuona Harmonize akiwepo na kundi zima walikuwa wanasali kwa ajili ya chakula, alitoa dua pale. Baada ya dua ndipo akaanza kula, na baada ya hapo ngoja kuona tena video nyingine zikiwa zinasambaza zikimuonyesha DJ7, kimuonyesha bodyguard wote, lakini pia Sam Chaupole ambaye mdogo wake Harmonize, lakini pia Mudi Mnyama, lakini pia alikuwepo mpiga picha official, mpiga picha wa Konde Gang. Kiujumla hasa tukio hili lilikuwa linanipa maswali mengi sana, ndio maana katika siku ya jana sikumuona Mudi Mnyama akiwa nyuma ya Harmonize baada ya tukio lile la pale Basata, kwa maana kwamba Harmonize kuwepo katika tukio lile pale kabisa, na maanisha kwamba Mudi Mnyama kuwepo katika lile tukio la Basata. Kwa hiyo walikuwa wamegawana, baadhi yao mmoja aende huku wengine waende huku, hii ikiwa na maana kwamba walikuwa wamegawana majukumu, na inamaanisha kwamba hawa ni mabodyguard ambao Harmonize amekuwa akiwatumia katika sehemu zake official na sehemu zake ambazo zinawahusu. Ina maana kwamba tukio hili ambalo Mudi Mnyama aliweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram, tunamshukuru Allah tumemaliza salama sherehe ya watoto wetu. Watoto gani? Watoto waliokuwa wanahusika na nini? Bana, inawezekana kuna tukio ambalo ni la kibinadamu ambalo Konde Gang waliamua kulifanya, aidha ni watoto yatima au ni watoto ambao walikuwa kidogo wanahitaji basi kupewa huduma hii ambayo ya ukaribu, pamoja na timu nzima hii ya Konde Gang walivyoenda basi kwenda kwa ajili ya watoto hao. Inawezekana kwamba Harmonize aliamua kurudisha kwa jamii, inawezekana. Ndio maana nikakwambia kwamba inawezekana tukio hili basi waliamua kugawana majukumu haya kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba na wao pia wanapata faraja, huku Harmonize akiwa anajiandaa na shughuli zake za kwenda Basata. Ndio maana katika video nilikuwa nimesema kwamba hakuonekana kabisa Mudi Mnyama. Watu wengi walikuwa wanashuka katika sehemu ya comment na kuuliza kwamba je, katika siku ya leo Mudi Mnyama yuko wapi na kwa nini mbona haonekani? Hayo majibu ndio haya hapa, kwamba video zikiwa zinasambaa basi tukakuja kugundua kwamba kuna matukio mawili ambayo yalikuwa yanahusu timu nzima ya Konde Gang. Na hapa tunapata majibu kwamba tukio la jana la Harmonize lilikuwa ni sehemu ya kukamilisha siku ambapo basi walikuwa wameplani katika timu hii ya Konde Gang. Bana, mimi nafikiri kwamba mambo kwa ajili ya kujitoa kwa ajili ya jamii yamekuwa ni mambo ambayo ni mazuri sana, na mwisho wa siku imekuwa ikileta angalau faraja katika jamii, kwa sababu unavotoa kwa ajili ya mtu fulani na unavotoa kwa ajili ya jamii, basi Mwenyezi Mungu naye anakuona kwamba wewe ni kijana ambaye unapata kwa ajili wenzako pia wana uhitaji. Kwa hiyo wenzako wanapokuwa na uhitaji basi na wewe pia unapata. Na hii ina maana kwamba Harmonize inawezekana katika siku ya jana timu yao nzima walikuwa wamefika kwa ajili ya kutoa angalau msaada kwa jamii ambayo inawazunguka. Na itambulike kwamba kuna faida nyingi ambazo basi zinapatikana pale ambapo msanii kama Harmonize anavojaribu basi kujitoa kwa ajili ya jamii, lakini pia timu nzima ya Konde Gang inavyojaribu kujitoa kwa ajili ya jamii. Kitendo cha msanii kama Harmonize kutoa misaada na kushirikiana na jamii kuna mvutano mkubwa sana, na kinaweza basi kuchambuliwa katika hali ambayo ni mtazamo positive katika jamii. Nikiwa na maana kwamba Harmonize ni mfano wa kuigwa au kielelezo kikubwa sana cha wasanii ambao wanapaswa kuwa mfano katika jamii ya sasa. Bana, Harmonize ni msanii maarufu na mwenye ushawishi mkubwa sana katika bara la Afrika kwa sasa hivi, lakini pia hata katika nchi ya Tanzania ndio sana ushawishi wake umekuwa mkubwa, japo kuna watu wengi ambao wanaonyesha kwamba kutokumpenda wala kutokumjali kwa namna yoyote. Lakini pia kitendo hichi cha Harmonize kuweza basi kushirikiana katika jamii kinaonyesha kwamba ni mfano mzuri. Mashabiki wake wanapaswa waige kitendo kama hicho, kwa sababu sisi sote kuna siku ambayo tutarudi tulipotoka. Kama tulitoka mavumbini basi tutarudi mavumbini. Bana, na kitendo hichi basi kinawafundisha vijana wengine kuwa mafanikio ya kweli hayapo tu kwa maarufu, bali pia katika kurudisha katika jamii. Kurudisha katika jamii kuko vipi? Unaweza ukatoa kitu kwa ajili ya watu wenye uhitaji katika jamii yako, ndio njia ya kurudisha kwa jamii. Lakini pia kitendo hichi pia kinaimarisha hali ya uhusiano mzuri kati ya mhusika pamoja na watu ambao amewapa angalau
faraja kwa kipindi ambacho walikuwa wanauhitaji. Jamii inaweza kujengwa kwa karibu wa mtu mmoja na mtu mwingine. Mfano kama msanii kama Harmonize ameweza basi kujitokeza kusaidia hasa katika changamoto zinazoweza basi kuwakumba watu fulani. Kwa hiyo ni moja kati ya njia ambayo ni nzuri sana, na hii inaongeza mapenzi na uaminifu kwa msanii huyo ambaye kwa sasa basi kazi zake basi huwa zinapokelewa kwa upendo mkubwa sana, na mashabiki zake wengi ni watu ambao wako mtaani na watu ambao wana uhitaji. Kwa hiyo kuna namna kabisa kwamba msanii kama msanii na yeye pia ni moja kati ya mtu ambaye ana angalau basi ananufaika na yeye. Ukirudisha kwa jamii pia unanufaika, sio tu kwamba utatoa bila wao pia kukupa. Wanakupa angalau baraka zao, wewe unaondoka na baraka zao, wewe unawapa kile ambacho walikuwa wanakihitaji kwa muda huu. Maana ni njia ambayo ni nzuri sana. Lakini pia hii inachochea maendeleo, nikiwa na maana kwamba maendeleo katika jamii pia msanii pia anaweza kusababisha maendeleo basi yakazidi kukua, sababu ukuaji wa watoto wao ambao nimejaribu kuambia kwamba katika siku ya jana inawezekana kwamba kuna mahali ambapo Konde Gang walikuwa wamefika kwa ajili ya kutoa angalau misaada ya hapa na pale, basi misaada hii inaweza ikawafanya basi watoto wale pia na wenyewe wakakua katika jamii ambayo ina baraka, jamii ambayo katika siku za usoni itakuja kuleta maendeleo mazuri, jamii ambayo katika siku za usoni itakuja kuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo kitendo cha Harmonize pamoja na timu yake nzima kiujumla ni kitendo cha baraka sana. Lakini pia inaonyesha utu na unyenyekevu. Bana, kuwa mmoja kati ya mtu ambaye unajitokeza katika mambo ya jamii, pia jamii pia nzima inakutemu au inakuchukulia wewe kama kijana ambaye unajitoa sana kwa ajili yao, lakini pia utu wako ufikiria pia pale ambapo utakuwa unapata changamoto. Nikupe kumbukumbu moja, unamkumbuka Mheshimiwa Mengi alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anajitolea sana katika sehemu mbalimbali. Alikuwa anawashika mkono vijana mbalimbali. Alikuwa anahakikisha kwamba movement za vijana haziishi hapa tu, bali zinazidi kukua siku hadi siku. Bana, kuna mahali fulani alikuwa amefika Reginald Mengi akatoa mchango. Bana, alipokuwa anasema kwamba ule mchango alivyohitaji ulikuwa ni wa mamilioni, akasema jamani, sisi tunatoa mchango wa kiasi fulani. Kiasi hicho afu mwishoni akamalizia neno tu. Bana, ni ishara kwamba mwamba anachukulia ile pesa ni kidogo, lakini kwa jamii ile ambayo alikuwa ameipeleka ile pesa ni pesa kubwa sana, pesa kubwa mno, na inaonyesha kwamba mpaka katika siku ya kesho Reginald Mengi, rest in peace, huko popote alipo atazidi kukumbukwa. Bana, ni njia ambayo inazidi kujenga na kuonyesha utu na unyenyekevu ambao alikuwa ameufanya Reginald Mengi. Lakini pia jina lake linazidi kujengwa na taswira yake inazidi kuonekana kama taswira ambayo ni ya faraja, ni taswira ambayo si ya kawaida, sababu watu wengi tunamchukulia kwamba ni msanii ambaye ana vurugu za hapa na pale, lakini ukweli ndani ya moyo wake ni yeye na Mungu wake ndio wanazidi, ndio anayejua, kwa sababu moyo wa mtu ni kichaka. Hatuwezi kujua nini ambacho anakiwaza kwa sasa, nini ambacho akiwaza, lakini matendo yake yanatuonyesha wazi kwamba huyu ni mtu wa namna hii na huyu ni mtu wa design hii. Mchango wa msanii kama Harmonize kwa jamii si tu jambo linaloweza basi kupendeza jamii, bali pia ni jukumu la kijamii linalofaa basi kuungwa mkono pale ambapo atakuwa amefanya, na lakini pia watu pia wamuunge mkono kwa ajili ya maendeleo haya ambayo ni kwa jamii inayohitaji mshikamano pamoja na ujenzi mkubwa wa taifa. Mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ni Harmonize News. Bye bye for now.